Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya kipekee ya leo. Asante kwa upendo na uaminifu wako uliokuwa harisi siku ya leo maishani mwetu. Asante kwa mkono wako ulio hodari ambao umetutetea na kuifikia siku ya leo nzuri. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya amani. Asante kwa ajili ya upendo. Asante kwa ajili ya ushindi. Asante kwa yale uliyoyatenda kwenye maisha yetu. Tunafahamu ni kwa mkono wako ulio hodari ndio maana tuko salama. Tunajua umetupigania katikati ya wingi wa uharibifu. Tunajua umetupigania katikati ya wingi wa mabaya. Tunajua umetupigania katikati ya giza. Tunajua umetupigania, na ndio maana tunaweza kusimama tena siku ya leo kwa ujasiri. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Asante kwa kutufanya tuwe katika nchi ya walio hai siku ya leo. Asante kwa sababu mpango wako ulio mwema haujakoma juu yetu. Asante kwa sababu uweza wako haujakoma juu yetu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunakupigia makofi kwa sababu uaminifu wako utakuwa kwenye maisha yetu siku ya leo, katika jina la Yesu. Hebu inua sauti, mwambie Bwana, ninakukaribisha kwenye siku yangu ya leo. Ninakukaribisha kazini kwangu. Ninakukaribisha kwenye familia yangu. Wewe ndio tegemeo langu. Wewe ndiwe nguvu yangu. Wewe ndiwe msaada wangu. Katika uwepo wako ninashinda. Katika uwepo wako ninapenya. Katika uwepo wako yote yanawezekana. Bwana, tunakukaribisha katika siku yetu ya leo. Uwe Bwana katika maisha yetu siku ya leo. Uwe Mwokozi katika siku yetu ya leo. Uwe mtetezi katika siku yetu ya leo. Uwe mkombozi katika siku yetu ya leo. Uwe mponyaji katika siku yetu ya leo. Sisi tunakuamini na kukutegemea wewe peke yako. Hatuna Mungu mwingine na hatutakuja kuwa naye. Na ndio maana tunakuinulia mikono wewe mfalme. Na ndio maana tunaanza na wewe asubuhi ya leo. Kwa sababu wewe ndiwe msaada wetu. Kwa sababu wewe ndiwe kimbilio letu. Kwa sababu wewe ndiwe ngome yetu. Tunajua bila wewe hakuna kitu chochote kitakachowezekana katika maisha yetu. Tunajua bila mpango wako hakuna matokeo mazuri yatakayokuwa harisi katika maisha yetu. Na ndio maana asubuhi ya leo tumekukimbilia wewe, kwa kuwa peke yako ni chanzo cha uwezo wetu, chanzo cha mafanikio yetu, chanzo cha ustawi wetu, chanzo cha maendeleo yetu, chanzo cha imani yetu. Ni wewe Kristo. Tunapoianza siku ya leo, tunakukaribisha siku ya leo. Tunakaribisha uwepo wako siku ya leo. Kama Musa anavyosema, Bwana, acha uwepo wako uende nasi. Acha uwepo wako uende nasi. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Uwepo wako utembee pamoja na sisi. Maana katika huo ndiko kuna amani. Maana katika huo ndiko kuna ushindi. Maana katika huo ndiko kuna uwezekano. Maana katika huo ndipo kuna neema ya kweli. Bwana, tutembelee siku ya leo. Tembelea watoto wetu, tembelea ndugu zetu, tembelea wazazi wetu. Tutembelee kama Mungu uliyetuchagua. Tembelea familia yangu. Uwachague watu katika nyumba yangu utakao tembea nao Bwana. Chagua watu ambao utawadhihirishe kuwa wao ni watoto wa Mungu. Bwana, ninakukaribisha siku ya leo. Mwinulie Mungu sauti na mwambie, ninakukaribisha siku ya leo. Ninakukaribisha siku ya leo. Uwe ndiwe mlinzi wangu. Uwe ndiwe mtetezi wangu. Maana peke yangu mimi siwezi. Na ndio maana nimekukimbilia asubuhi ya leo. Mtake Bwana na nguvu zake siku ya leo. Mtake Bwana na nguvu zake siku ya leo. Mwinue Mungu siku ya leo. Mwambie Bwana, ninakukaribisha kwa upya. Ninakukaribisha kwa upendo wako. Ninakukaribisha kwa nguvu zako. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mwinulie Mungu sauti. Mwambie yale ambayo hayawezekani kwako, kwake yanawezekana. Yale ambayo yamekutoa machozi, yeye anayaweza. Mwambie karibu uyaguse maisha yangu. Karibu unitetee. Karibu uniongoze siku ya leo. Niwe moja kati ya washindi waliowezeshwa na wewe Bwana. Niwe moja kati ya watu walio bora waliofanikishwa na wewe Bwana.
Baba, tunakuadhimisha, maana utakuwa upande wetu siku ya leo, utakuwa juu yetu siku ya leo, na wewe utadhihirisha upendo wako kwetu siku ya leo. Tunakutukuza kwa sababu ya utendaji wako katika maisha yetu, ambao utakuwa harisi katika maisha yetu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukae kwenye kiti chako cha muujiza dakika chache. Ukiweza kusogea mbele itakuwa ni nzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja kati ya eneo lenye nguvu ni kuanza ibada na Bwana. Amina. Biblia inasema hivi: utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na yale mengine utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona chochote kinampata mtu anayeabudu morning glory, nataka nikwambie jambo hilo hilo likimpata mtu ambaye hajaanza na morning glory, haponi. Kuna mtu unanielewa? Yaani kama mtu huwezi kuanza na Bwana asubuhi, uko hatarini maisha yako kunyanyaswa na kutendewa kazi na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapoanza siku yako ni mwanzo mpya kabisa wa Mungu kutembelea maisha yako. Yaani Mungu huwa anadili na siku moja moja. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kuona kwenye Biblia anasema kila alichokifanya siku ya 3 akakikamilisha siku ya 7. Haiko. Yaani kila siku Mungu ana jambo lake, anashughulika na wewe. Na tunapokuja katika uwepo wa Bwana, jeshi la Bwana huwa linaanza kututazama na kuanza kushughulika na hatua zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu huwa anawapigania wote wanaosimama kumtafuta kwanza kabla ya maisha yao. Unajua kufanya ibada ya morning glory ni imani ya ajabu sana. Huwa sioni kawaida nikiona umefika hapa, na kuna wengine kila tukifika huwa tunawakuta. Bado tunajiuliza hawa wanakeshaga kanisani. Lakini jana tulichelewa kutoka hapa. Tulikuwa na ibada hapa, tumechelewa sana. Kwa hiyo tulikuwa tunajua wanakeshaga hapa, kumbe hawakeshaga ila wanawahi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wanakimbilia kwa Bwana asubuhi? Ni kwa sababu wanakuja kukutana na Mungu kwanza. Na ninachotamani uelewe ni nguvu ya kile unachokifanya. Naongea na mtu. Nguvu ya kile unacho. Moja kati ya matatizo yanayoendelea hasa kwa nchi za Afrika ni kutojua thamani ya kile walichonacho. Hata nchi zilizoendelea zinatamani rasilimali zilizoko Tanzania, wakijua wakizipata wataendelea zaidi. Lakini sisi tunatamani vile ambavyo wanavyo wale watu, tunaona vya kwetu havifai. Nataka nikwambie, lazima utoke kwenye mtazamo wa kuona maombi yako ni kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiweza kuanza siku yako na Bwana, hakuna adui unatakiwa kumuogopa. Hakuna mtu unatakiwa kumuogopa. Hakuna nafasi. Ngoja nikwambie, watu wengi wanaharibiwa maisha yao na siku yao unajua kuna watu huwa ni ombaomba, lakini wanatumiwa na shetani kuchukua maisha ya watu. Unalijua hilo? Yaani anaweza akaja, unamuona kabisa anakuambia nisaidie, lakini katika yeye anapochukua zile fedha anazipeleka kwenye madhabahu ya shetani. Anaziongelea kwa ajili ya kukudhibiti wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna uchawi ambao unafanyika, yaani kuna vitu vya kiroho ukianza kuviona. Siku moja Mungu akawa ananifundisha zamani, nilikuwa naonaga wazungu wanazunguka na baiskeli. Niliwahi kuona wanafanya kama mazoezi, wanazungukaga nchi nzima. Mungu akawa ananiambia, hao usifikiri wanazunguka tu. Hawa ni wezi wa hatima. Kwa wanapita Tanga, kama kuna mtoto amezaliwa na hatima njema wanaiba. Mnawafahamu majusi Sasa tunapokuwa na nafasi ya kuanza na Mungu, tunakuwa na nafasi ya kuzishinda zile hila za shetani kabla hazijafika. Na ndio maana Yesu anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Utafuteni kwanza ufalme. Yaani Mungu ameweka utaratibu kwamba cha kwake kiwe ni cha kwanza. Na hata wale walioko kwenye ndoa wanaelewa. Mwanaume akioa huwa kila akikohoa mama yuko hapa. Huwa akizaga watoto baba akiita anasema niko nasaidia mtoto. Yaani
kuna wababa wanafikiaga hatua wanaanza kuchukia hata wale watoto waliowazaa. Wanaona kama kitoto hiki kinachukua upendo wangu hiki. Yaani wanaume kwa sababu wamewekewa kamfumo kale ka ubaba, huo wanapenda wawe namba moja. Ndivyo alivyo baba yetu kabisa, kwamba yeye anataka kabla hatujafanya chochote tumkimbilie yeye. Na huwa anajisikia kweli nimekuwa baba, sio mwanaume suruali. Kuna kitu unanielewa? Yani ukiwa mwanaume unalishwa na mama, analipa kodi ya nyumba. Yani kama una mke alafu analipa kodi ya nyumba, hivi unaweza kumwambia toka kwangu? Kama ni jasiri anakujibu kwako. Sasa tuna uwezo wa kuona ujasiri wa kusimama mbele. Yani tunapokwenda mbele za Mungu, Mungu huwa anajivunia mbele yetu, na huwa anataka ajithibitishe kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie kawaida kuja asubuhi mbele za Bwana. Usichukulie kawaida kabisa. Hii inabadilisha historia yako kabisa. Kila siku Mungu anafanya jambo jipya kwenye maisha yako. Na ni lazima uanze kuwa na mtazamo huo, ya kwamba kwa kuwa leo nimeanza na Bwana, nitashinda zaidi ya kushinda. Amina. Leo nataka tuombe na tujifunze pia kuomba kwa ajili ya ujuzi na mafanikio ya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kuombea ujuzi wako na biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya eneo ambalo lina changamoto katika maeneo yetu, hasa kwenye nchi yetu, hata Afrika, ni shetani kuwafanya watu kuwa watumwa. Watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Yani tunakuwa watumwa wa watu wengine. Maisha yetu yanategemea watu wengine. Yani kuna mtu anaamini asipoajiriwa na kampuni fulani, asipoajiriwa na serikali, ndo maisha yameharibika. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu amekuajiri, yani amenunua taaluma yako ili mfanikishe yeye. Ukiwa na diploma anasema tutakulipa milioni. Akiona kautaalamu kanaongezeka, naenda kumuacha, anakupa 1,100,000. Tena kama serikali inakuongezea 3,000. Nini? Yani inajaribu kukwambia wewe ni wa muhimu sana, lakini wanatumia kile ulichonacho, na wakigundua hauwezi kuwasaidia tena, wanakuita jina, wewe ni mstaafu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini tunakuwa watumwa? Kwa sababu kuna ile roho ya utumwa. Unajua wakati ninaenda Mtwara, nilipata shida sana katika ule mji. Yani ule mji hata watu kujenga wajengi. Yani ni maisha, yani Lindi na Mtwara, yani ni kama kuzimu fulani hivi. Yani hapa eleweki, yani huwezi kuelewa ni kwa watu au kwa wanyama. Yani hapa eleweki. Sasa nikawa namuuliza Mungu, huku kuna nini? Kwa nini watu wanakuja kufanya kazi wajengi? Yani niliwahi kukutana mtu ananiambia anakaa hotelini miaka 3. Hoteli. Hivi leo kukaa hoteli miaka 3 si unajenga kabisa? Lakini hataki kujenga kule. Hakuna maendeleo kule. Unajiuliza huku kuna shida gani? Wakati naomba Mungu akaniambia na kupeleka eneo moja linaitwa Mikindani. Ambao mje kufika Mtwara ila mmesoma historia, biashara ya utumwa ilikuwa inafanywa Mikindani, si ndio? Sasa pale ili uingie Mtwara mjini unakatisha kwenye kale kaeneo kanaitwa Mikindani. Kama ni mtu wa rohoni lazima, yani ukipita pale lazima upigwe na homa kidogo pale. Ni penyewe. Ndo mahali akahapo shetani. Sasa ukipita eneo lile ukaingia Mtwara mjini, unaingia kama mtumwa. Yani ile roho ya utumwa unaivaa pale Mikindani. Kwa hiyo ukifika Mtwara, yani ukifika leo unaanza kwanza, jamani nihame Mtwara, jamani nihame Mtwara, jamani nihame Mtwara. Unajikuta yani wewe hupapendi tu, hupapendi. Nini sababu ya kutokupapenda? Kwa sababu ya ile roho ya utumwa inayo manifest katika lile eneo. Kuna kitu unanielewa? Sasa nimejaribu kukupa mfano katika eneo kama hilo. Kuna maisha ambayo adui ametutengenezea kwamba sisi ni watu fulani. Ametuwekea mipaka. Yani anajaribu kutuonyesha elimu zetu haziwezi kutusaidia. Anajaribu kutuonyesha uwezo wetu hauwezi kutusaidia. Mpaka watokee watu ambao ndio watakao kuwa wanatulipa kwa mwezi ndio tuendelee.
Kuna kitu nakielewa hapo? Lakini Mungu anakupa fursa ya kuweza kuombea kile ulicho nacho kiweze kuleta matokeo kibinafsi, bila kuwa katika mfumo wa ajira, bila kutegemea watu wengine. Huwa nimepewa mzigo washirika wangu wengi ni watu wa maisha ya juu kidogo, na nilipewa mzigo wa kuwafundisha kujiamini, kuanzisha biashara na makampuni makubwa. Wengine walikuwa wanaogopa. Mtu mmoja alisema siwezi kuishi bila ajira. Akaniambia pastor, mimi siwezi kuishi. Nikamwambia lakini Mungu ananiambia unatakiwa na kampuni yako. Ananiambia pastor siwezi. Alafu huyu mtu anayekwambia yaani mpaka ukimwangalia anasema hayo maisha ungenipa mimi ndio nishatajirika. Analia. Lakini baada ya kulipokea neno la Bwana na kulisimamia na kuanza kuombea kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake, leo sio tena yule aliyekuwa anasema siwezi kuishi bila ajira. Kwa nini tunakamatwa na shetani? Kwa sababu hata tulicho nacho hatujui kama kina nguvu, na tukiombee kiweze kuleta matokeo kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya nabii anasema katika ile sura ya 11 mstari wa kwanza. Isaya anasema hivi. Unajua? Anasema hivi, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litatoka katika mizizi yake litazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia jana nikasema Biblia inasema hivi, roho yule aliyemfufua Yesu ndiye anayeishi ndani. Umenielewa eh? Kwa hiyo roho yule aliyekuwa anaishi ndani ya Yesu ndiye roho tumeachiwa na sisi. Kwa hiyo kila alichokuwa nakifanya ndani ya Yesu ndicho anachokifanya ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema hivi, unajua Mungu alishatoa ahadi ya kuzaliwa mfalme katika familia ya Daudi. Unajua baada ya Daudi kufariki, alikuwa anatawala Suleiman. Suleiman akazingua ufalme ukavunjika, ukawepo ufalme wa Yuda na Israeli. Falme zikawa sio tena ufalme wa Daudi. Yaani ule ukoo wa Daudi ukatoka ikuru. Na ndio maana hata Yusufu alikuwa ni familia ya nani? Yaani ni damu ya Daudi. Lakini walishatokaga na mji wa Daudi, wanaishi kijijini kabisa. Wanapoanza kuhesabiwa ndio wanapoambiwa rudi kwenye mji wa nani? Wa Daudi. Sasa Isaya anaona miaka 600 mbele ya kwamba anaenda kuzaliwa mtoto kutoka katika ile familia ya Daudi, sawa sawa na ahadi aliyoitoa Mungu. Angalia mstari wa pili anachosema, na roho ya Bwana atakuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi Matendo ya Mitume anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha wajiria juu yenu roho. Kuna kitu naelewa? Yesu roho alikuwa juu, na sisi roho yuko juu. Tunaweza kupatana hapo kidogo. Anasema hivi, roho ya hekima namba 1 atakuwa na roho. Namba 2 anasema roho ya ufahamu atakuwa na roho ya shauri. Nafahamu shauri. Roho ya uweza, roho ya maarifa, roho ya kumcha Bwana. Hizi ni roho 7 za Mungu ambazo zitakuja juu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatupa picha kwamba Roho Mtakatifu anapokuja kwako kuna kitu huwa anakupa. Yaani yeye akija juu yako kuna kitu anakupa, na kile anachokupa ndicho kina matokeo ya maisha yako ukikibeba vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tulio watumishi huwa tunajaribiwa kuwa kama watumishi fulani. Niwe kwenda kwenye kanisa mmoja la Nigeria mmoja pale Nigeria. Yule baba yani ana kanisa kubwa hadi sadaka vinapita vigali vinapita katikati, watu wanatoa sadaka. Yaani kanisa ni kubwa, lakini hakemeagi mapepo. Tena anafundisha taratibu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu ambaye akikushauri umefanikiwa. Ni mtu ambaye akikushauri umepenya. Na kanisa lako unakuta lina matajiri. Unajua yale makanisa toka taga watu wote.
kama wana vifafa. Nabii akianza hivi wote huku. Sasa tajiri anaga pepo, si ndio? Tajiri anaga. Sasa Roho Mtakatifu anapokuja juu yako, kuna kitu anakupa ambacho ndicho kitakacholeta matokeo mazuri kwenye maisha yako. Sasa bahati mbaya unaweza ukaona kile ulicho nacho sio kizuri, ukawa unaona uende kwa walio na kikubwa ili wakusaidie kuwa mkubwa. Kuna kitu naanza kunielewa. Sasa nataka uanze kuelewa kuna ujuzi unao ambao Mungu ndiyo kakupa. Ukiusimamisha unaweza kuleta matokeo mazuri unayoyataka. Hata usipofanana na wengine, hata usipokuwa chini ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hata usipoenda kama wengine. Rafiki yangu, nimekuwa na vijana ambao nimewafundisha huduma. Wakati niko Mtwara nilikuwa naumia, yani uliweko unafundisha watoto huduma. Alafu kuna vijana wawili wako Kenya nimewafundisha vizuri huduma, nimekaa nao. Mimi Mtwara na washirika 100. Wao wana washirika 1000. Yaani mpaka unaangalia ninyi madogo ninyi, hata kuhubiri mnahubiri matango poli. Mmenizidije? Mpaka wanatembelea mavieti na misafara, wana hadi mabodyguard. Sasa ninyi madogo mmefanyaje? Kuna kitu unanielewa? Yaani wale niliofundisha, yani nikirusha kipindi YouTube wanaenda wanasikiliza mahubiri, sababu baba kashahubiri, tunaenda na sisi kuhubiri. Yaani ule ujumbe ambao umeleta watu 100 kwangu, kwao umeleta 1000. Kuna kitu unaweza ukapata picha. Yaani kile ulichopewa ni bora kuliko cha mtu mwingine. Kile ulichopewa ni bora kuliko cha mtu mwingine. Yule unayetamani akusaidie, yeye kapewa nafasi yake kama wewe ulivyopewa nafasi yake. Sasa hebu anza kujiuliza, unaweza kuombea taaluma yako. Unaweza kuomba ili Mungu akupe ufunuo wa wewe ni nani. Unaweza kuomba ili biashara yako na yenyewe iweze kuwa ajira kwa watu wengine, iweze kuwa msaada kwa watu wengine. Sijui kama naongea na mtu. Hivi unajua wewe unaweza ukawa na wewe una watu uliowabeba. Nilikuwa nakwambia kwangu niliwahi kuishi nyumbani pale watu 12. Na vijana niliokuwa nao walikuwa wanafika karibu vijana 10 tena. Yaani mimi nimewahi kuishi Mtwara kwenye eneo ambalo wakitoa sadaka ukiziangalia mpaka nisiangalie tu sadaka, sije nikakata tamaa. Unaishi na watu 20 unawalea. Kuna kitu unanielewa? Yaani wakati unafikiria watu wakikusaidia ndio utaendelea, Mungu anakuambia ukiombea ulicho nacho kinaweza kikaleta matokeo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna cha kwako ulicho nacho ambacho ukijua namna ya kukisimamia kitapata matokeo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Shemeji yangu huyo aliye kwenye media huwa kuna wakati ananiambia tupage na hiyo imani yako na sisi tuwe nayo. Ananifurahisha. Ananiambia nipe na hiyo imani yako. Yaani anaonaga imani yangu haishindwi. Mimi imani yangu haishindwi. Yaani haijai kushindwa. Kuna mahali watu tunapita juu ya maji mengi, mimi naambia hapa kuna lami wewe. Tupite tu, tunaenda hapa. Usiogope. Kwa nini? Naamini Mungu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko adui, kuliko vitu vingine. Hivi unaweza ukajifunza kuombea maisha yako. Unaweza ukaomba kile kilicho ndani yako kiweze kuleta matokeo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukitegemea watu utaisha. Wakati naenda chuo cha Biblia, mimi nilikuwa natumika vizuri kanisani. Kanisa letu lilikuwa na matajiri wengi. Askofu akatangaza, jamani tuna kijana wetu anaenda chuo cha Biblia, tunataka wakumsupport. Wakulipa ada, nyanyua mikono. Watu wakanyanyua, wakasimama wakaandika majina yao. Wakutegemeza nyumba yake, nyanyua mikono. Watu wakanyanyua. Sina upako jamani kanisani, nani asenipenda? Wakaandika majina yao. Watu wakaahidi, wakaahidi mahela mengi. Hapa akasema kwa sababu huyu ni mtumishi wa Mungu, kila anayepata amletee. Sasa ikawa hivi. Askofu anajua wale walioahidi wananipa hela. Nikaenda mwaka wa kwanza
mwaka wa pili, mwaka wa tatu, chuo cha Biblia. Hakuna aliyewahi kutoa hata 100. Yaani kwa wale wote walioahidi, nasema kama walikuwa wanayo. Na alikuwa anakumbusha. Kwa hiyo askofu anajua anapewa na majamaa hayanipi, hata mmoja hayanipi. Tuko tunaishi maisha wakati niko chuo cha Biblia, mpaka narudi pale nyumbani na sasa nikamuuliza Mungu, nikamwambia Mungu, mimi siwezi kwenda kwa wale, nikasema uliahidi nipe. Nikasema Mungu, mimi nina kitu. Unajua nilikuwa naishije na familia yangu? Nilikuwa na kamera. Kule Mtwara kuna beach, zile. Kwa hiyo ninaomba ruhusa chuoni, Ijumaa masomo yanaisha, mimi napanda basi narudi Mtwara. Nafika, alafu nachukua kamera, namwambia mama anaanza kuomba. Mke wangu anaomba. Mume wangu anakoenda kule apate hela. Nashika kamera naenda beach. Watu wako kwenye staleza, kwanza wanijui kama ni mchungaji. Namfuata mtu na mwambia napiga photoshoot. Shilingi 2,000. Unapiga nzuri, namuonyesha. Na mimi kwenye mkono wa kupiga picha niko sawa. Kwa hiyo nikawa napiga. Yaani sasa ikawa hivi. Kila nikija, yani maisha ya kuendesha familia ya pale nyumbani, kulipa ada chuoni na kuishi vizuri chuoni na kusapoti wanafunzi wenzangu, napata kwenye hiki ninachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio, unajua Wachaga mnapenda hela Kwa hiyo nilikuwa nikienda kule beach kule napiga picha nyingi na kuja na edit na watumia usiku huo, halafu na asubuhi nataka nimpe furaha mke wangu Mchaga. Nachukua zile hela 2,000, 5,000, 10,000 nazimwaga kitandani, alafu namwambia mama tuhesabu. Anahesabu, anafurahi, anaweka mipango. Ukitaka mke wangu awe na furaha, wewe ingia kwenye pochi yake muweke milioni, akae nayo tu. Na hataki atumia, akiwa anaziona zile nyekundu hivi, yani anasikia kama yuko mbinguni hivi. Kile nilichokuwa nacho ndicho tulichoanza kukiombea. Hatukuanza kumwambia Mungu, jamani, wale uliowaambia wanitegemeze mbona hawainuki? Sisi tulimwambia Mungu, tunacho kitu gani ndani yetu kupitia hiki? Yani hata leo nikiishiwa, ni Mungu akiniruhusu, nashika kamera na Arusha hivi, naenda kwa watalii pale, naambia mimi ninapiga shoti kali. Naambia kama mnafikiri natania, nipeni siku ya majaribio, nirushe hata drone muone nitakavyowapigia shoti. Utaona hela nitapata tu. Sasa shida ni kile kilicho ndani yetu tumekiona hakina maana. Hatuwezi kukaa kuombea kile tulicho nacho. Unajua, uliwe kuwaona wale mnaofanya kazi serikalini, wale mafundi wazuri, ama ni fundi magari, ama ni fundi umeme, wale wazuri huwa ni walevi wote. Si ndio Wale walimu wazuri shuleni, walimu wa hesabu, wote walevi. Yaani shetani amekamata walichonacho kisiwe na maana. Usiwe kama wao. Usiwe kama wao. Anza kuombea kile ulichonacho ndani yako. Usitegemee watu wakusaidie. Usitegemee watu neema yao ndio ije kukushika mkono. Unajua baba hajanisaidia, unajua mama hajanisaidia. Mimi kakaangu wakati mimi ninasoma, yeye alikuwa afisa utumishi. Nikiwa chuo niliwahi kukwama 20,000, akaniambia mdogo wangu sina hela. Na ameniambia alafu akaongeza na lingine, hata kama mimi nikichaa siwezi kumsomesha kichaa. Unajua zamani walikuwa wanaamini warokole huwa ni vichaa. Sasa siku moja alinipigia simu, maisha yalishampiga, hali ikawa mbaya kabisa na afisa utumishi, akaacha, akawa na maisha magumu. Siku moja akanipigia simu, akaniambia amejenga nje ya mji, akasema yani nikiwa naenda mjini nateseka mdogo wangu. Nikasema hebu nikuombee upate pikipiki. Akasema nitaipata wapi? Yani michongo yote imeisha. Nikamwambia nikamuombe. Baada ya siku 3 akanunua pikipiki, anaendesha. Siku moja amenipigia simu, ananiambia, unajua sasa hivi mdogo wangu nasikilizaga mahubiri yako. Akasema unajua nasikiliza, najua hata sasa hivi anasikiliza, nakumbuka ukunipa ada brother, ulikataa, uliniita kichaa. Lakini sasa hivi nimekuwa kichaa aliyechangamka. Sikiliza nikwambie, yani kile ulichonacho ndio nguvu yako. Kile ulichonacho ndicho kinachokutunza, ndicho kinachokupa utajiri.
Hakuna kingine kitakachotokea mashariki, kitakachotokea magharibi ndio kikaja kikakuinua. Ombea sana. Biblia inasema shika sana kile ulicho. Shetani asije akafanya nini? Najua hizi siku mbili nimekuwa nafundisha sana. Tumekuwa na muda mchache wa maombi. Lakini sisi tulikuwa na kasizo nikakuomba sana. Na tunakarudia tena. Sio kama nitaendelea kuhubiri tena. Ninajaribu kukupa sababu ya kuomba. Yaani tutakuwa tunajifunza alafu tunakuwa na season ya kuomba muda mrefu. Ili tuwe na sababu ya kuomba. Ndio maana nakupa shuhuda halisi za kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Shuhuda halisi. Sijawahi kutegemea watu wanisaidie ili ni survive. Kila siku unapofanya huduma sijawahi kumwambia mtu jamani tusaidie. Yaani nikijua una hela na ni mtoaji, nitakuombea tu. Yaani nitakuombea tu mpaka ziongezeke, mpaka uguswe useme huyu mtumishi kijana huyu nimbadilishie mboga nyumbani. Kile nilicho nacho ndicho ninachokitumia. Mimi najua nikiomba anasikiaga huyu Mungu. Ndicho ninachotumia. Kuna kitu unanielewa? Mimi kumwombeaga mama mmoja, nikamwombea, akawa ameguswa bwana kwa anatupaga nyama. Mama mmoja alikuwa anaitwa Mama Masanja, alikuwa mka msukuma mmoja hivi. Nilimwombea, na sikuwa namwambia kama namwombea, ila nilisukuma kumwombea. Kila nikipita pale alikuwa ananisimamia, mchungaji. Ananipa kilo 2 za nyama tunakuja nazo wakati niko chuo. Haya. Kile ulicho nacho. Wewe ni muombaji. Imalisha kile ulicho nacho. Wewe ni mfanyabiashara. Ombea ile biashara yako. Usianze kuombea mikopo ya benki. Mungu, unakuja kwangu niambie, yaani wewe unakuja nikuombee mkopo ufanikiwe. Yaani mimi ndo nimeambiwa watu wa Mungu hawatakopa, watakopesha. Alafu nianze kuombea ukopo. Kile ulicho nacho kiwe na nguvu. Inuka juu. Nataka ubadilishe maombi. Mwambie Mungu ninajua hazina uliyoiweka ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jaribu kufikiria. Ukienda pale Geita, ni mkoa ambao eneo kubwa limezungukwa na madini. Madini. Watu wengi wanatoka Ulaya, wanatoka Amerika, wanatoka mashariki ya mbali, wanakwenda kutafuta utajiri pale wapi? Geita. Lakini watu wa Geita ni masikini, wengine wanakosa hata nguo. Jaribu kufikiri hapa kuna hapo karibu kuna mlima Kilimanjaro. Watu wanalipa mamilioni kuja kuuona mlima. Kuna watu hapa tumezaliwa hapa na hatujawahi kufika. Kile kitu cha thamani tulicho nacho, wakati tunaona watu wengine ndo wenye maana, sisi ndo wenye maana wenyewe. Sisi ndo tulio na nguvu. Sisi ndo tulio bora. Kwa sababu Mungu ameweka roho yake ndani yetu. Yule roho wa Mungu ndiye ametufanya kuwa wale watu waliofanikiwa. Njoo madhabahuni, ningetamani uje madhabahuni. Na wakati unaomba usiangalie saa kabisa. Ukisikia kububujika kwa namna ya ajabu, watu usijizuie. Nataka umwambie Mungu ninakushukuru kwa kile ulichonipa. Nakushukuru kwa ile neema ulionipa. Nakushukuru kwa haya maono ulionipa. Nakushukuru Mungu kwa taaluma ulionipa. Nakushukuru Mungu kwa mtaji ulionipa. Nakushukuru Mungu kwa kile ulichokiweka katika maisha yangu. Hakika kinafaa kuniinua na kunibariki. Na umwambie Mungu, naomba ile kazi uliyoianzisha ndani yangu ianze kuwa halisi. Hebu muinulie Mungu sauti yako, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa Roho wako Mtakatifu aliyekuja maishani mwangu na akanibadilisha, akanitoa katika asili ya zamani na kunipa asili mpya. Mimi sio yule wa kale, mimi nimekuwa mtu mpya. Sitegemei yale niliyokuwa nategemea zamani ili yawe ni mafanikio. Sitegemei yale ambayo wanadamu wa kawaida wanayategemea. Mimi ninategemea kutoka kwa Roho wako. Asubuhi ya leo nimekumbuka, kumbe mimi ni yule mtu niliyeitwa mbarikiwa, niliyeitwa bora, niliyeitwa mwenye nguvu, niliyeitwa mwenye maana, niliyeitwa anayestahili, kwa sababu ya yule Roho wako aliyekuja ndani yangu kwa gharama ya msalaba. Ulilipa gharama
ili mimi nigeuzwe, nibadilishwe, niwe mtu wa kutambulisha ufalme wa Mungu. Asubuhi ya leo ninapoianza siku mpya, haya ni maombi yangu. Kile ulichoanzisha ndani yangu kianze kustawi, kianze kukua, kianze kuendelea mbele katika jina la Yesu. Hebu nisikilize, nini umeanzisha kwenye maisha yako? Nini umeanzisha? Bwana Yesu asifiwe. Nimekupa mfano. Wakati matajiri wenye uchumi mkubwa walitakiwa kunisomesha, Mungu aliniambia, una kitu unacho mikononi mwako, una kitu unacho kwenye ufahamu wako. Na sikuishiwa. Ngoja nikwambie, nilikuwa na uwezo wa kulipa ada kwa wachungaji zaidi ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi ni mwanafunzi ninayesaidia wengine. Na uweze amini uje muulize Pastor Itu, nimesoma na hata yeye kuamini kama nilikuwaga sina hela. Walikuwa naamini mimi ni moja kati ya wachungaji matajiri. Sikiliza nikwambie, ni kile nilichokuwa, nilihakikisha ndani yangu najiambia mimi ni mtu imara. Hebu kiambie kile ulichonacho. Kama ni biashara yako, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa huu mwanzo ulionipa. Maana ninajua hapa ndipo kuna nguvu yangu, ndipo kuna kufanikisha kwangu, ndipo kuna maendeleo yangu. Hebu anza kuombea kile Mungu alichokupa. Anza kuombea ile taaluma Mungu amekupa. Anza kuombea yale maono Mungu amekupa. Anza kuombea ile nafasi Mungu amekupa. Mshukuru Mungu, mwambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu ulinipa watoto. Ulijua kupitia watoto hawa watakomesha umasikini wa nyumbani kwangu, watakomesha aibu ya nyumbani kwangu. Bwana, ninakushukuru kwa sababu umetangaza mwanzo mpya katika maisha yangu kupitia Roho wako Mtakatifu. Umelitangaza jambo jipya kutoka kwenye nyumba yangu, kudhihirika kutoka kwenye nyumba yangu. Hebu mwambie Bwana, mwambie Bwana, Baba ninakushukuru. Ukijisikia kupiga magoti, wewe piga magoti mbele za Bwana. Ukijisikia kulia mbele za Bwana, wewe lia mbele za Bwana. Mwambie asante kwa ajili ya wingi wa Roho wako Mtakatifu. Asante kwa ajili ya upendo wako. Hebu omba, ukiweza kulia mbele za Bwana, uwe na uhakika utaweza kunena mbele ya mtu yeyote. Ukiweza kupiga kelele mbele za Bwana, ujue utaweza kusikika na mtu yeyote duniani. Ujue ukiweza kupiga magoti mbele za Bwana, utaweza kusimama mbele ya mtu yeyote duniani. Hapa ni mahali ambapo Mungu anakutana na maisha yako. Wengine wanasikia ndani yao kuongea kwa lugha ya Mungu, wanasikia kuongea kwa lugha ya Mungu. Wewe usijizuie, fanya kile unachokisikia. Jione, jitazame kama mtu wa Mungu. Jione, jitazame kama mtu uliyebarikiwa, kama mtu uliyeinuliwa, kama mtu mwenye neema. Na mwambie, Bwana, ninakushukuru kwa kile ulichoweka ndani yangu, kwa kile ulichoweka ndani yangu katika jina la Yesu. Umenipa urithi, umenipa urithi sawa sawa na ahadi zako. Umenipa biashara hii, umenipa kampuni hii, umenipa kazi hii, umenipa watoto hao. Mwambie Bwana kila alichokupa, mwambie Bwana kila alichokupa kinatosha kuleta heshima, kinatosha kuleta amani, kinatosha kuleta ushindi. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa ile pando ulilopanda ndani yangu kupitia Roho wako Mtakatifu. Kama ulivyosema, Roho wako Mtakatifu atakapokuja juu yangu, naye atakuja na zawadi, atakuja na zawadi. Asante kwa sababu ile zawadi iko ndani yangu. Nami ninakusihi, acha hiyo zawadi ianze kumea, ianze kukua, ianze kuongezeka. Kila ambacho ulinipa Bwana, acha kiwe harisi, acha kiwe harisi, acha kiwe nguvu, acha kiwe uwezekano wa yale ambayo hayawezekani miaka yote. Ombea huduma yako, ombea taaluma yako, ombea ujuzi wako, ombea biashara yako, ombea maono yako. Omba, usitulie. Mungu yuko karibu sasa kuanzisha msimu mpya kwenye maisha yako. Mungu anaanzisha msimu mpya kwenye maisha yako. Ni kweli uliona hiyo biashara ni ya kawaida, lakini Mungu anatangaza asubuhi ya leo, anasema hicho ndicho nilichokupa.
Anamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Musa anamwambia, nina fimbo. Mungu anamwambia, kuanzia sasa hiyo fimbo itakuwa ni utukufu wangu, itatenda yale ambayo fimbo za kawaida haziwezi kuyatenda. Bwana, haya ni maombi yetu, yale ulioyaachilia ndani yetu, yale ulioyapanda ndani yetu. Bwana, acha yaanze kumea, acha yaanze kutenda kazi, acha yaanze kuthibitishwa, acha yaanze kuleta matokeo kwenye maisha yetu. Tunaamini haujatupa jambo lililo dhaifu, maana neno lako linasema wazo lako kwetu ni wazo jema, ni wazo jema, ni wazo jema. Hebu ombea kazi yako, hebu ombea kazi za watoto wako, hebu ombea maono yako, hebu ombea biashara yako. Mwambie Bwana, ninakushukuru, wewe ndiwe uliyenipa biashara hii. Haukunipa kwa kuwa ni ndogo, lakini ulinipa ukijua hapa ndipo utakapopitisha baraka zako. Umesema utabariki kazi ya mikono yangu. Ninajua mahali hapa ndipo mwanzo wa ushindi wangu, ndio mwanzo wa matokeo bora kwenye maisha yangu. Uliona ni vema ukanipa zawadi hii, uliona ni vema ukaachilia jambo hili ndani yangu. Tangaza, tangaza, omba. Omba kama mtu unayejua umebeba kitu cha kipekee. Omba kama mtu unayejua Mungu amekupa zawadi ya kipekee, amekupa maono ya kipekee, amekupa mtazamo wa kipekee, amekupa ufahamu wa kipekee. Mungu huwa hatoi vitu visivyo na maana. Mungu huwa hatoi vitu visivyo na maana. Kila anachokupa kinatosha kuleta ushindi kwenye maisha yako, kuleta ubora kwenye maisha yako. Si Bwana asubuhi ya leo, si Bwana asubuhi ya leo, ile kazi iliyoanzishwa ndani yako ianze kustawi na kuendelea, ianze kustawi na kuendelea. Asante Bwana kwa kuwa ulitupa maono. Asante Bwana kwa kuwa ulitupa hekima. Asante Bwana kwa kuwa ulitupa ufahamu. Asante Bwana kwa kuwa umetupa uweza. Asante Bwana kwa kuwa umetupa maarifa. Yale uliotupa ilikuwa kwa ajili ya kudhibitisha ukuu na uweza wako, kudhibitisha yale yaliyo ndani yetu ni bora kuliko yale yaliyo ndani ya watu wa dunia. Tunakushukuru kwa sababu kile ulichoanzisha ndani yetu kina uwezo wa kuleta matokeo. Tunakupigia makofi kwa sababu wewe ni mwaminifu. Hebu inua sauti, sema kwa jina la Yesu. Kila nguvu, kila ushauri, kila maelekezo ya shetani kukata tamaa, kudharau zawadi ya Mungu kwenye maisha yangu, hiyo nguvu ninaiondoa katika jina la Yesu. Hebu nisikilize. Paulo anasema mpate kuzishinda kila fikra. Bwana Yesu asifiwe. Mpate kuzishinda kila fikra za shetani. Yaani kuna kufikiri kwa shetani ambako kuna uwezo kukuangusha asubuhi ya leo. Kuna kitu unanielewa? Na kuna kufikiri kwa kimungu kunakoweza kukufanikisha asubuhi ya leo. Unanielewa mama? Kwamba unaweza ukaanza kuelewa kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Mimi ni mtu mwenye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtu mwenye Mungu. Mimi ni mtu mwenye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye jasiri, mtu asiyeshindwa ni mimi. Mtu ambaye wengine waliposhindwa na kukataliwa anafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hili, upate kuzishinda kila fikra. Hebu sema kila fikra ya shetani, kila fikra ya shetani ambayo inaniambia mimi sio chochote mpaka nisaidiwe, mpaka nilipwe, mpaka nifanywe na watu wengine. Hiyo fikra ondoka ndani yangu. Hautokani na Mungu. Kufikiri ya kwamba mimi sio lolote, kufikiri ya kwamba kuna watu ambao ndio watanisaidia, watakao niwezesha, watakao waanzisha. Leo hiyo fikra iondoke juu yangu, iondoke juu yangu, na kwenda kinyume na fikra za kukatisha tamaa, fikra za kushindwa, fikra za kuishia njiani, fikra za hofu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila fikra isiyotokana na Mungu ondoka kwenye ufahamu wangu,
Ondoka kwenye mtazamo wangu. Hebu anza kukemea fikra yoyote iliyokuambia wewe hamna kitu, iliyokuambia wewe utakuwa hivi hivi, iliyokuambia mbona muda umeenda sana, iliyokuambia hii haitatokea. Futa fikra yoyote inayokuaminisha wewe ni mtu wa kawaida. Fikra inayokuaminisha wewe ni mtu wa kawaida. Huwezi kuinuliwa mtu kama wewe, huwezi kufanikiwa mtu kama wewe, huwezi kutumiwa na Mungu mtu kama wewe, huwezi kupata matokeo mtu kama wewe. Hiyo fikra iondoe ndani yako. Ondoa fikra zote za shetani. Ondoa fikra zote za shetani. Kila ambacho shetani amekupa kufikiri, kiondoe ndani yako. Ondoa udhaifu kwenye mawazo yako. Ondoa udhaifu kwenye mawazo yako. Ondoa udhaifu katika mawazo yako. Chochote ambacho kinatikisa imani yako, chochote kinachotikisa imani yako, kinakwambia hapana, wewe ni mtu wa kawaida. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila fikra za kuachwa, fikra za kuishia njiani, fikra za kuishia pabaya, katika jina la Yesu, na zinyamaze kimya ndani yako, katika jina la Yesu. Toka kwenye hizo fikra za kipepo. Toka kwenye hizo fikra za kipepo. Bado unayo maisha, bado unayo neema, bado unayo maisha mapya katika Kristo. Toka kwenye fikra za uovu. 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 Zikatae fikra zote. Kufikiri wewe sio lolote. Kufikiri atatokea mtu mwingine wa kukusaidia. Kufikiri yupo mwenye nguvu zaidi yako. Kufikiri kuna wengine walio bora zaidi yako. Hiyo ndio ndani yako asubuhi ya leo. Hiyo ndio ndani yako asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu, pigia Bwana Yesu makofi. Nataka uanze kufikiri na wewe unaweza ukajenga nyumba nzuri ukakaa ndani yake. Nataka ufikiri na wewe unaweza ukaanzisha makampuni makubwa ya kaajiri watu. Nataka ufikiri na wewe unaweza ukaanzisha jambo nalo likafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Fikiri kushinda. Nakumbuka kijana mmoja alianzisha biashara Mtwara ya kuchoma mishikaki. Ile biashara ikakubali sana, akaandika Muha Mishikaki. Aliandika Muha Mishikaki. Kila mmoja akawa anaenda stendi ya zamani kununua kwa Muha, mishikaki kwa Muha. Ukimwagiza bodaboda unasema nenda kwa Muha. Nataka nikwambie kilichotokea. Hata watu wengine, hata wa Makonde, wakawa kianzisha vijio vya chips na mishikaki. Nao wanaandika kwa Muha mishikaki. Kuna kitu unanielewa? Kuna kitu unanielewa? Nataka uanze kufikiri hata wewe ni bora. Uanze kufikiri kitu kidogo ulichopewa na Mungu kinaweza kustawisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Anza kufikiri na wewe unaweza ukajenga kupitia hiyo kazi ulionayo. Anza kufikiri na wewe unaweza ukapata maendeleo bila mikopo. Anza kufikiri unaweza ukafanikiwa hata bila kuwa Freemason kama unavyosikia. Anza kufikiri unaweza ukapiga hatua bila kuwa kama watu wengine walivyo. Anza kufikiri unaweza ukashinda hata kwenye familia yako kama hakuna watu waliowahi kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Roho ambaye Mungu ameuweka ndani yako. Roho ambaye Mungu ameweka ndani yako. Roho ambaye Mungu ameweka ndani yako. Roho ambaye Mungu ameweka ndani yako. Kwamba mimi nina roho njema kutoka kwa Bwana. Nina roho ya uweza, nina roho ya maarifa, nina roho ya ufahamu. Nina roho wa Mungu ndani yangu. Yeye ananiwezesha. Inua mikono yako juu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, naiwasha ahadi ya Mungu iliyowekwa ndani yako. Ninawasha kazi ya Mungu aliyoweka ndani yako. Ninawasha zawadi ambayo Mungu aliweka ndani yako. Chochote Mungu alichopanda ndani yako, akiwa na uhakika ya kuwa kitaleta utukufu katika kupitia maisha yako. Asubuhi ya leo, ile kazi aliyoianzisha Yesu msalabani kupitia Roho Mtakatifu ndani yako ianze kudhihirika katika jina la Yesu wa Nazareti. Nasema ukadhihirishwe kama mwana wa Mungu katika lolote unalolifanya katika jina la Yesu.
Uliyekuwa huwezi kutembea, anza kutembea katika jina la Yesu. Uliyekuwa huwezi kukimbia, anza kukimbia kwa jina la Yesu. Uliyekuwa huwezi kuruka, anza kuruka kwa jina la Yesu. Nenda hatua nyingine ya kibiashara. Nenda hatua nyingine ya maono. Nenda hatua nyingine ya matokeo mazuri. Ninakupeleka kwenye ushindi wako kwa jina la Yesu. Ninakupeleka Mungu alipopakusudia katika jina la Yesu. Huo mwanzo wako mdogo, ninautangaza uanze kukua katika jina la Yesu. Hapo ulipokaa miaka mingi, ninakuinua hapo. Nenda hatua inayofuata katika jina la Yesu. Panda ngazi inayofuata katika jina la Yesu. Panda ngazi inayofuata katika jina la Yesu. Kazini kwako, panda ngazi inayofuata. Kwenye biashara yako, piga hatua nyingine. Kwenye maono yako, piga hatua nyingine. Ongezeka mwana wa Mungu. Nenda kwenye ushindi wako kuanzia sasa. Katika jina la Yesu, wewe umebarikiwa. Shangilia Bwana maana amekubadilisha. Hawa ni watoto wako wanayoanza siku njema ya leo. Wameianza katika jina lako Bwana. Na wamesikia ya kuwa umepanda mbegu ndani yao, ambayo mbegu hii ndiyo inayowafanya kuwa bora kuanzia sasa. Nao kwa imani wanajiungamanisha na ibada hii kwa sadaka. Wanasema huyu Mungu aliyeanzisha mwanzo katika maisha yetu ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Bwana, hizi sadaka zinazotolewa kwa jina lako, ninazibariki na kuzifanya kuwa ni mbegu katika madhabahu yako, itakayoongea kwa ajili ya maisha yao katika jina la Yesu.